ndugu mwandishi kwa kunitembelea. Mimi shabiki nambari 1 wa Chelsea Tanzania. Mimi nahisi kati ya mashabiki ambao wanapatikana wa damu na mimi bana Chelsea bana, tarehe 28 Jumatano tulifanikiwa kuchukua kombe la Europa Conference kule, na tulikuwa tunacheza na Betis, tuliwachapa goli 4-1. Of course first half ilikuwa ngumu sana kwetu, lakini tunafahamu bora wachezaji wetu, tulidominate sana ule mchezo kwa nafasi kubwa sana. Tulicheza sana mpira mwingi, tulikimbia sana uwanjani. Bahati nzuri second half mchezaji wetu ambao tunamtegemea alijitahidi kurudi mchezoni, Cole Palmer alifanya yake, alicheza mpira mzuri, turn, chenga, pasi katikati ya uwanja kama kawaida. Tuna mchezaji kiungo mzuri Moses Caicedo, Ecuador anajitahidi sana, anacheza mpira mzuri. Kwa tuliwachapa Betis goli 4-1. Very performance nzuri sana ambayo imetoka kwa kila mchezaji pale uwanjani. Bahati nzuri tukafanikiwa kuchukua kombe, na hisi ni mmoja wa msimu mzuri kutoka kwa vijana wa Chelsea, vijana ambao wako chini ya miaka 25. I think umri wao kwa average hawajafikia miaka 25, below miaka 24, I think hivyo 23, wengi wako umri hapo. Kwa timu ambao ni teenagers, timu wamejitahidi sana kwa nafasi kubwa kucheza mpira mzuri na kuvutia. Kwa hiyo naamini Chelsea tumeongeza kombe muhimu, na hizi ndo zile kombe kubwa kwa pale ligi kuu ya Uingereza. Moja ya timu kubwa ambayo tunao ni sisi, tumeongoza idadi ya makombe na tumetengeneza zile kombe kubwa zile 3 tumezipeleka darajani. Kwa hiyo tumejitahidi sana, na faraja sana kwamba kwa msimu ambao unakuja mbeleni tutajitahidi sana kufika hatua nzuri, tutaongeza makombe. Kwa na hisi mwakani msimu wa 2025-26 na sisi tutakuwa title contender, tutakuwa na Liverpool, Arsenal, tutakuwa tunawania kombe la EPL. Kwa hiyo bwana mchambuzi, kwa usajili ambao unaoona wa Chelsea, nimesikia na wanaelekea kumsajili mchezaji wa Ipswich Town forward wao Liam Delap, atatoa derejani muda so mrefu, na nasikia agreement imeshakubaliwa kati ya bosi tajiri. Kwa hiyo kila kitu tayari, na hizi ni swala la personal terms kati ya timu na mchezaji. Kwa hiyo muda so mrefu na hizi watamtambulisha Delap. Kwa hiyo na mengine mengi, na hizi Chelsea watachukua hata striker wawili. Tunatamani sana tuwe na Victor Osimhen. Sijajua hali yake kule Galatasaray ikoje, lakini muda so mrefu na hizi tajiri Miluzi atafanya jambo. Chelsea wapi mlikuwa mnakwama msimu uliopita? Msimu ambao tulipita bana, kulikuwa na changamoto ambayo Chelsea tulipata ya moja kwa moja, ni baada ya tajiri wetu Roman Abramovich kupata ile conflict ya vita vya Urusi na Russia. Naye akawa ni mtu ambaye pia anahusishwa kwamba anatoa misaada, anafanya misaada na nchi ya Ukraine yataki. Kwa ile yetu baada ya kuondoka, kuna mambo mengi yalibadilika sana. Unajua tena bosi mkubwa anapoondoka mambo yanabadilika sana. Kwa baada ya hapo timu serikali ikalazimia timu iuzwe kwa tajiri mwingine, ambao tukapata partnership kati ya Todd Boehly na Egbal, wale matajiri wawili ambao Marekani. Kwa hiyo changamoto ambayo tumepitia, na pia naamini viongozi baada ya kuchukua ile 2021 baada ya kuchukua UEFA Champions League chini ya Thomas Tuchel, na hizo kulitokea mabadiliko makubwa sana, ambao wachezaji wengi pia viwango vilishuka, na pia wachezaji wengi wakawa na hofia nani atalipa mishahara, wakawa na wasiwasi huo. Na mishahara zinatoka, lakini ilikuwa pia walikuwa wanaelezwa hali ndani ya Chelsea ilikuwa sio nzuri. Kwa hiyo ilibidi wachezaji wengi wauzwe. Kwa mfano akaondoka Mason Mount, Kai Havertz waliuzwa kwa sababu pia walikuwa wanalipa mshahara mkubwa kipindi hicho ndani ya Chelsea. Kwa hiyo ikaja mifumo mingine mpya. Naamini kwenye kila organization, kila taasisi yote, anapokuja mtu mwingine mambo yanabadilika. Kwa akaja pale, inabidi atengeneze mfumo mpya, aingize falsafa zake, afanye kila kitu upya. Kwa hiyo ndio tulipokwama, tumetoka nje ya njia. Sisi Chelsea ni timu ambayo inakusajili wachezaji wakubwa sana duniani, ili timu wakubwa, lakini yule tajiri leo kuja akabadilisha mfumo, tukawa tumekuja kusajili wachezaji ambao ni potential, lakini ni teenage, ni wadogo, wachezaji ambao wana thamani.
lakini ni wadogo. Mpaka sasa hivi tunasajili wachezaji wengi sana wadogo. Tuna vipaji hivi vya Brazil kama William Estevao kutoka Palmeiras. Kuna wengine wachezaji kibao kutoka timu za timu ya kocha wa Manchester kutoka tumechukua Muso, tumechukua wachezaji hao. Kwa mimi naamini tunatoka kwenye right direction, tutarudi zama zile za Roman Abramovich na tutadominate soka la Uingereza.